Leo katika Je wajua, tuzungumzie faida za kitunguu maji mwilini. Kitunguu maji ni aina ya mboga yenye harufu kali inayochangamsha mwili, lakini pia kitunguu maji ni kiungo ambacho kina virutubisho katika vyakula na kuvifanya viwe na ladha nzuri. Nchi mashuhuri na maarufu inayolima kiungo hicho ni Misri na kusambaa zaidi duniani, na nchini Tanzania kinalimwa zaidi katika mikoa ya Morogoro, Iringa, Arusha na mikoa mingine ambayo ina rutuba nzuri ya kustawisha kiungo hicho. Kiungo hiki kimekuwa kikitibu na kuponya maradhi mbalimbali kutokana na kuwa na salfa ambayo ni nzuri hasa kwenye ini, na husaidia kuponya kansa kwenye utumbo na kinywa kutokana na kuwa na virutubisho vingi vya vitamin C. Kitunguu maji kina kazi nyingi katika mwili wa binadamu, kwani hutibu magonjwa mbalimbali ikiwamo kikohozi, vidonda vya tumbo, mifupa, ngozi, koo, figo, tumbo na mkojo. Pia hutia kiu na hulainisha tumbo. Lakini pia kitunguu maji ni chanzo cha madini mengi ambayo hupatikana katika kiungo hicho, ambayo yana umuhimu mkubwa katika mwili wa binadamu. Licha ya kuwa na umuhimu huo, pia huimarisha afya ya moyo, kuzuia kansa, hukinga mwili dhidi ya vidonda vya tumbo, huongeza joto mwilini na huzuia vimelea vya magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu. Faida za kitunguu maji katika mwili wa binadamu ni pamoja na kuupa mwili nishati, kuongeza nguvu, kuimarisha misuli ya mwili, huongeza hamu ya kula na kulainisha tumbo na kuondoa tatizo la kukosa choo. Faida nyingine ya kitunguu ni kuwa kinatibu pumu, uvimbe wa mapafu, saratani, majipu, mvilio wa damu, kufungua choo, lakini pia kupunguza uzito pamoja na chunusi. Juisi ya kitunguu huua vijidudu vya kifua kikuu. Tafiti mbalimbali za kisayansi zimethibitisha kuwa juisi ya kitunguu ina uwezo wa kuua vijidudu vinavyosababisha maradhi ya kifua kikuu, lakini huua tu baada ya mgonjwa kunusa moshi wake. Kitunguu maji huongeza hamu ya kula. Kitunguu maji kikifanywa kuwa achari, ukali wake hupungua na kuongeza mno hamu ya kula. Lakini kitunguu huupa mwili nishati na nguvu. Kitunguu maji kikiliwa kikiwa kimechomwa huongeza nguvu, lakini pia nishati mwilini na huimarisha misuli ya mwili. Faida nyingine ya kitunguu maji, hufanya uso kunawiri. Kitunguu maji kikichomwa na kisha kuliwa hufanya uso kuwa mweupe na mng'avu, lakini pia wenye kunawiri. Kitunguu maji kina utajiri wa vitamin C ambayo husaidia kuzuia kukua kwa bakteria kwenye jeraha na kuongeza nishati kwenye mbegu za kiume. Kitunguu maji husaidia kutibu maradhi ya moyo pamoja na kuimarisha mfumo wa mzunguko wa damu mwilini. Hutibu tatizo la pumu. Kitunguu maji kikitumika pamoja na asali husaidia kutibu tatizo la pumu. Kitunguu maji kinaweza kutengenezewa juisi kwa kukatakata kisha kukisaga kwa blender na kuchanganya na maji ya kunywa mara unapojisikia vibaya, hasa kwa watu ambao wanasumbuliwa na kifua mara kwa mara. Pia unaweza kuchanganya na asali na kunywa nayo. Inasaidia kiasi kikubwa kutibu maumivu ya tumbo na uvimbe mwilini. Maji ya kitunguu, kwa mujibu wa wataalamu wa tiba, wanasema yanatibu matatizo ya macho. Jinsi ya kutengeneza. Kinachotakiwa ni kitunguu maji kimoja cha ukubwa. Kama ni wastani ama ni kikubwa, unaweza kutumia kitunguu maji kimoja. Kama ni vidogo, unaweza kuongeza kiasi ambacho unaweza kusaga ukapata glasi moja ya juisi. Safisha kitunguu chako kwa kuondoa gamba la juu, kisha katakata vipande vidogo vidogo ili kurahisisha usagaji. Kuna njia mbili ambazo unaweza kutumia kutengenezea juisi hiyo. Njia ya kwanza ni ya kisasa, ambapo unaweza kutumia blender kwa kuweka maji kidogo na kuanza kusaga hadi kupata juisi. Lakini njia ya pili ni njia ya kiasili, ambapo utatumia kinu kidogo na maji kidogo kisha unatwanga hadi kupata juisi. Ukimaliza kusaga kwa njia ambayo utaitumia, kamua na ichuje juisi yako kwa kutumia chujio la kawaida ili kupata juisi pekee ya kitunguu na kuacha masalia ya maganda peke yake. Mara baada ya kuiweka juisi yako kwenye glasi, hakikisha unainywa hapo hapo. Hairuhusiwi kuihifadhi na kuinywa baadaye kwa sababu itapoteza virutubisho vyake muhimu. Kunywa glasi moja mara moja kwa siku au mara mbili ukiona tatizo lako ni kubwa. Fanya zoezi hilo la kuandaa juisi na kuinywa kwa muda wa siku 7 hadi 14. Hali ya kuchafuka tumbo na kujisikia vibaya baada ya kunywa
isikuogopeshe, lakini kwa baadaye utaizoea na utajisikia vizuri zaidi. Itaongeza kinga ya mwili dhidi ya magonjwa nyemelezi, lakini pia vile vile kutafuna vitunguu vibichi na kukaa navyo mdomoni kwa sekunde kadhaa kutaua bakteria wote wa kinywani na kutoa kinga dhidi ya kuoza meno na kuondoa harufu mbaya. Ulaji wa vitunguu maji vibichi mara kwa mara hulainisha damu na kuzuia kuganda, ambapo husababisha mishipa kuziba na kusababisha magonjwa ya moyo ikiwamo presha kupanda. Juisi ya kitunguu ni dawa mara moja ya kuzuia kutapika. Mtu anayetapika mfululizo akinywa juisi ya kitunguu hupata nafuu kwa haraka. Vile vile juisi hii ni dawa ya tumbo linalouma na hutoa kinga dhidi ya magonjwa ya uvimbe tumboni. Kama unasumbuliwa na chunusi, pakaa juisi ya kitunguu iliyochanganywa na asali sehemu yenye chunusi. Vitaondoka na kukuacha na ngozi nyororo. Chukua kiasi kidogo cha juisi na kijiko kimoja kidogo cha asali, changanya kisha paka. Utapata matokeo. Juisi ya kitunguu pia ni dawa ya kutibu majeraha ya kuumwa na nyuki. Kama unapata maumivu wakati wa haja ndogo na kutoa mkojo mchafu sana, kunywa maji mengi yaliyochanganywa na juisi kidogo ya kitunguu. Juisi ya kitunguu ina virutubisho vyenye uwezo wa kudhibiti chembe hai za mwili zenye kansa na hivyo kuwa kinga nzuri dhidi ya ugonjwa wa saratani. Juisi ya kitunguu pia ni dawa ya majeraha yatokanayo na moto. Ukiungua, pakaa juisi hiyo sehemu zilizoungua kwa nafuu ya haraka. Pia kitunguu ni dawa ya mbu. Ponda kitunguu kisha jipakai sehemu ya miguu na mikono. Mbu hawatakugusa. Faida za kitunguu na juisi yake ziko nyingi na zote ni muhimu kwa ustawi wa afya zetu. Na kushauri tu, kuanzia leo kunywa juisi hiyo au kula kitunguu katika kila mlo kwa ajili ya kutibu maradhi ulionayo au kwa kuupa mwili wako kinga imara na kamwe hautajuta. Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi zijazo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimuliaji ni mimi Latifa Muhammad. Kwaheri kwa sasa.